Mkuu wa wilaya ya Musoma Mheshimiwa Juma Chikoka ameagiza tathmini ya hali ya elimu katika manispaa ya Musoma kuwasilishwa ofisini kwake kila siku ya Ijumaa, ikiwa ni sehemu ya hatua za kufuatilia kwa karibu mwenendo wa ufaulu wa wanafunzi katika shule za msingi na sekondari. Maelekezo hayo yametolewa wakati wa kikao cha tathmini ya elimu kilichoongozwa na mkuu huyo wa wilaya na kuwahusisha viongozi na wadau mbalimbali. Taarifa ya hali ya elimu iliwasilishwa na Bi Pendo Tungora kwa niaba ya afisa elimu awali na msingi wa manispaa ya Musoma, akieleza changamoto mbalimbali zinazochangia kushuka kwa ufaulu, ikiwemo utoro wa wanafunzi, ushirikiano mdogo wa baadhi ya wazazi na shule, changamoto ya chakula mashuleni na upungufu wa walimu katika baadhi ya maeneo. Huwezi kupata elimu kama una walimu. Kwa hiyo tunaiomba serikali kupitia wewe mchango mkubwa kuongezea walimu katika mashule yetu. Ndio la kwanza. La pili ni hali ya wazazi. Tunapokaa katika majumba, hatutazami mienendo ya watoto wetu katika ufuatiliaji wa shule. Wazazi wengi sasa hivi wamekuwa busy na mambo ya kidunia, kwa hiyo inakuwa ni tatizo kuwafuatilia watoto katika elimu. Sasa kuna mambo ya betting, kuna mambo ya PS ya mitaani, kuna mambo ya mipira, kuna mambo ya tamthilia. Wazazi ndio wanaongoza katika masuala. Kwa hiyo unakuta watoto hawana muda wa kujisomea. Sisi zamani tulikuwa tunajishughulisha sana kujisomea kwa sababu wazazi walikuwa wakali sana majumbani. Mwisho ni huu utoro. Utoro unakuwaje? Utoro unakuwa mtoto anaaga anakwenda shuleni, ufuatiliaji wake unakuwaje? Mimi mzee wangu mzee Madege alikuwa hawezi kumaliza wiki 3 bila kuja shuleni kutazama, lakini unakuta mzazi wa sasa hivi anaweza kumaliza miaka 3 hajafika shuleni kufuatilia mtoto wake anaendelea shuleni. Mimi naomba nishauri au nitoe kama ombi kwa serikali, ili tuendelee kufanya vizuri. Serikali pia izingatie ukaribu wa wanafunzi wanapochaguliwa. Kwa Kiingereza tunaita wanapofanya zile selection izingatie ukaribu wa wanafunzi ndani ya kata zao. Unakuta labda wanafunzi ni wa shule ya msingi Mwisenge kwa Mwisenge, lakini sekondari anachaguliwa kwenda Nzimikebili au Morembe, au wanafunzi kwa ni elimu shule ya msingi lakini anachaguliwa sekondari ya Makoko au Mkendo sekondari ambao iko kule Makoko Bukama. Kidogo inakuwa changamoto kwa kusafiri mara kwa mara, aidha kwenda kwa miguu, na unakuta mara nyingi direction ile vyombo vya usafiri kidogo ni changamoto, hasa magari kwa daladala. Lakini pia hata wengine wanaotoka mjini kwenda Morembe au kwenda Nzimikebili au kwenda Bugwemu ni changamoto sana, na watu wanakutana nao kwenda barabarani. Unakuta hadi saa 3 wanafunzi wengine wanakuwa bado barabarani wanahangaika kwenda mashuleni. Na changamoto hiyo tu wanakuwa na vijana kama bodaboda ambao wengine sio wazuri, wengi ni wazuri lakini wengine tabia zao sio nzuri, na wanakuwa wanafunzi na gharama. Kwa hiyo ni shauri tu kwamba serikali angalau izingatie selection, iangalie ukaribu wa wanafunzi, kwamba labda mtu ni wa Iringo achaguliwe karibu na shule yake. Naomba nizungumzie katika vipengele vitatu au 4 katika changamoto ambazo tulizibainisha Songe. Utekelezaji wake tumefanyaje? Upande wa elimu, mpaka wiki iliyoisha tukijumuisha mafiga matatu: TSC, udhibiti ubora na elimu utawala, tuliunda tume ya pamoja ya kufanya ziara, na hiyo tumemaliza shule zote za msingi. Kwa upande wa sekondari ilikuwa bado wanapita, lakini zingine zilikuwa bado hazijafikiwa. Sasa katika ofisi yangu tulibaini masuala matatu ambayo yenyewe ndio msingi mkuu yanayokwamisha sisi kujikwamua tuende pale tunapopataka. Mambo haya, la kwanza ni usimamizi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika takwimu ambazo watu wa elimu wametupitisha, tumeonekana tunashuka ngazi zote. Kajiuliza, je,
2023 walimu walikuwepo wengi kuliko sasa. La pili, je, 2003 kulikuwa na lishe? Kumbuka uliniuliza hapa. Je, 2023 ufundishaji ulikuwaje na sasa umekuwaje? Kwa hiyo imeonekana usimamizi unashuka kila mwaka, kuanzia ngazi zote za elimu nikiwepo mimi. Sasa kama usimamizi unashuka, nakumbuka umeitisha hapa walimu wakuu wa shule, walimu wakuu, amejitokeza mmoja ambaye ameweza kufanya nini? Kutoa picha halisi, na sisi ndio tunatakiwa kutoa picha halisi. Kwa sababu gani? Walimu mkuu shule ni mwalimu mkuu na mkuu wa shule ndio tuliopo hapa, ndio ambaye ni kiungo anatoa. Kama ni utoro, mwanafunzi kabla ya siku 3 lazima mzazi awe ameshajua huyu mwanafunzi anafika shuleni. Huko nyuma tulikuwa walimu wakuu wa shule unamwandikia kimemo, hata kama mtoto yule hayupo, mtoto wa jirani anapeleka, kwa sababu daftari lile la kuingilia shule zina taarifa za kila mwanafunzi. Kwa nini sasa hili usimamizi umekuwa mdogo? Tendaji. La pili, ufuatiliaji. Utoro upo, msongamano wa wanafunzi darasani upo, upungufu wa walimu, lishe. Mimi nasema upungufu wa walimu kama ulivyosema ni nchi nzima, lakini je, utoro tumedhibiti vipi? Kama tunaendelea kukaa vikao, na hapa umeuliza kata zipo 16, lakini hapa kata zilizo yani zinaweza hazizidi 10 au 7. Wengine tupo wapi? Ufuatiliaji hili na hili lilikuwa ni azimio. Hatuwezi tukawa tunakaa vikao halafu pia hatutekelezi. Hatima yake ni nini? Haya yote yapo ndani ya uwezo wetu, achilia mbali swala la walimu. Sasa nini kifanyike sasa katika haya ya muda mfupi? Mbona wananchi wa manispaa ya Musoma wanaweza kabisa kuwekeza kwenye swala la elimu na tukasonga mbele? Kwa walimu tena, kama kwa mfumo wa maisha sasa hivi uliopo, wazazi wengi ni ngumu kushirikiana na watoto wao, hasa katika swala la elimu. Wengi wanakimbilia kwenye utafutaji. Sisi sasa tutengeneze mazingira shuleni kwa kushirikiana na hawa wazazi, baada ya kuwapa elimu hawa wanafunzi, tuwe nao muda mrefu shuleni kuliko tuwaachie waende huko ambao wakifika hawafanyi chochote. Kama mzazi anarudi saa 4, mwanafunzi kuanzia saa 10 yuko nyumbani, atafanyaje zaidi ya kufuatilia na nini, tamthilia na vitu vingine kwenye TV? Kwa hiyo mimi nashauri kama labda muda ni saa 9 kutoka, tushirikiane na wazazi, wale wanafunzi waendelee kubaki pale shuleni ikiwezekana mpaka saa 11. Lakini sio kubaki tu, walimu pamoja na wanafunzi wanatakiwa watengenezewe mazingira ili walimu waweze kubaki na wanafunzi na wanafunzi waweze kubaki hapo shuleni, hasa kwenye swala la chakula kwa wanafunzi na swala za posho kwa walimu. Mimi naambia kwa kufanya hivyo nimeshuhudia sana wengi wakisonga mbele. Yaani tuko nyuma kiukweli, na nasikitika sana tuko nyuma. Kwa mfano vitu tunavyovipambania sasa hivi kwamba unakuta wanafunzi wakati 200 wamefeli, wenzetu walishato kuwepo wilaya. Mimi nitaongea kwa ufupi sana kwa sababu mambo mengi yamezungumzwa. Mimi niende kwenye jambo mawili au matatu. La kwanza, nitoe tu ushauri hususan kwa walimu wakuu. Limezungumzwa hapa swala la usimamizi. Swala la usimamizi kwenye shule, mtu wa kwanza ambaye tunamwangalia namba 1 ni mkuu wa shule. Sasa kama mkuu wa shule usipokuwa smart, ukawa legelege, maana yake usimamizi kwenye shule yako utakuwa strong. Lakini kama mkuu wa shule ukiamua kufanya usimamizi mzuri,
naamini kwamba kwenye shule yako itakuwa ni strong na mambo yatakwenda vizuri. Lakini na wewe usipokuwa na usimamizi mzuri, mambo mengine yote yanaweza kukuangukia wewe. Lakini jambo la pili, kwenye madarasa ya mitihani tumebakiza muda mfupi sana. Changamoto kubwa inaonekana ni utoro. Sasa katika hiki kipindi ambacho tumebakiza kidogo cha muda mfupi, nilikuwa na shauri tu ili wanafunzi ambao ni watoro, tumesema kama hatuna usimamizi mzuri, kama hatuna ushirikiano mzuri, kwa maana ya kuanzia mkuu wa shule, kamati ya shule, mtendaji wa mtaa, mtendaji wa kata, wenye viti, hatuwezi tukamudu kwenye hili swala la utoro. Kwa tukianzisha chini nzuri hapa, tukaweka usimamizi mzuri, imani yangu kwenye madarasa haya mitihani katika hiki kipindi kipo, tunaweza tukapunguza hii kasi ya utoro na watoto wote wakaingia madarasani na wakakutana na walimu, tukaja tukapata matokeo mazuri. Alisema hapa mtu mmoja kwamba njia gani ambazo tunafanya nzuri kama vivutio. Tunaamini hata watoro ukiwatengenezea mazingira mazuri shuleni wanaweza wakahudhuria, si ndio? Mimi kuna mtoto mmoja alikuwa ni mtoro sana, lakini nimemwekea bili ya mandazi kila siku na anahudhuria shuleni ajili ya mandazi. Sasa na wewe kwako, hawa watoro ukiamua ukawatengenezea mazingira mazuri, wataacha kwenda shule kweli? Tuwawekee na wenyewe vivutio vizuri. Kama kuna mtoro ni mcheza mpira, mnunulie mpira acheze shuleni, avute wenzie, ahudhurie masomo. Ndizo techniques ambazo tunaambiwa tuweze kutumia. Kama una mtoro ni mcheza utamaduni kama alivyokuwa Ndongo, mwekee ngoma acheze hadi shule ili masomo yaendelee, tuweze kupata ufaulu mzuri. Lakini jambo jingine nizungumzie swala la syllabus. Wamesema watu wengi hapa na Mheshimiwa mkuu wa wilaya alisema mgawanyo wa walimu kwenye shule zetu. Lakini tukitoka kwenye mgawanyo wa walimu kwa wakuu wa shule, mgawanyo wa walimu na namna ya ufundishaji wa masomo kwenye shule, kwa sababu hapa napo pia pamekuwa na changamoto. Kuna baadhi ya walimu wana kompleni kwamba mkuu wa shule amempangia kufundisha masomo kadha yenye vipindi hivi, wakati mwalimu mwingine vipindi vyake viko chini, ana vipindi vingi. Matokeo yake kama hakuna mgawanyo sahihi, huyu mwalimu mwenye mzigo mkubwa atashindwa kufanya kazi yake kwa weledi na wale wengine wana survive. Walimu wenu wakuu wengine wanalalamika sana, muda mwingine mnawapa kazi nyingi mno. Mkuu wa shule anatakiwa afundishe vipindi shuleni, anashinda hapa manispaa kuanzia asubuhi mpaka saa 10. Kwenye wiki unaweza ukamuita mara 3 mara 4 hapa manispaa. Yeye kule vipindi vyake anafanya kazi saa ngapi? Asante kwa kuchagua Ghushi TV Sauti ya Jamii. Usiache kutembelea kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii ikiwemo Facebook, Instagram, Twitter, X pamoja na TikTok. Popote tutambulika kwenye Ghushi TV. Hakikisha kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu, tuna like, share na kabisa usiache kusubscribe ili kusaidia kutupatia habari moto kutokea hapa Ghushi TV Sauti ya Jamii. Mimi ni Tunao chombo cha habari. Wakati walimu wetu nao pia tunawapa majukumu makubwa na muda mwingi wa kuja kutumikia huku badala ya kutumikia kule darasani.